kuna maandamano makubwa sana ambayo yanaendelea katika maeneo tofauti tofauti ndani ya nchi ya Marekani, kama vile katika eneo la Florida, eneo la Minneapolis, lakini pia eneo la Alaska, lakini pia na maeneo mengine. Pamekuwa kuna mkusanyiko mkubwa wa mamilioni ya Wamarekani ambao wanaandamana juu ya kadhia ya Jeffrey Epstein, lakini pia kumtaka Rais Donald Trump, ikiwa na yeye ni sehemu ya watu waliohusika na watuhumiwa wakubwa ambao wamehusika katika sakata la masuala ya ukatili wa kijinsia. Amehusika katika sakata la umwagaji damu kwa watoto wadogo wasiokuwa na hatia, sakata la mauaji, na yeye pia anatakiwa aachie madaraka ili sheria iweze kufata mkondo wake. Sasa ni kwa nini Marekani imeshindwa kuivamia Irani mpaka sasa? Sehemu ya kwanza ni kwamba pamoja na maandalizi makubwa ambayo yaliyofanywa na serikali ya Marekani ya kutaka kuivamia kijeshi nchi ya Irani, ni kwamba wakati wamekwenda, sehemu ya kwanza walikutana na yale ambayo waliokuwa hawayatarajii kwamba watakutana nayo. Ikumbukwe vita ya siku 12 waliopigana baina ya Iran pamoja na Israel haikuweza kutoa taswira halisi juu ya uwezo wa Irani, juu ya uwezo wa silaha za Irani walizokuwa nazo. Lakini taswira halisi ya uwezo huo, uwepo wa silaha na nguvu kubwa ya kijeshi ya taifa la Irani, umekuja kudhihirika mara tu baada ya Marekani kukusanya nguvu zake za kijeshi na kupeleka meli zake ndani ya Mashariki ya Kati. Ndipo Iran akaweza kuonyesha hazina kubwa ya makombora ya masafa marefu, lakini pia masafa mafupi, lakini pia manuari za kijeshi na teknolojia ya kuweza kuzima Starlink ya Elon Musk, ambayo iliyokuwa imewekwa kama sehemu ya kufanya ujasusi ndani ya taifa la Irani. Maana yake taswira kamili iliyokutana nayo jeshi la Marekani ni tofauti na namna ambavyo walivyokuwa wanatarajia. Hiyo sehemu ya kwanza. Lakini sehemu ya pili ni kwamba Irani imeweza kuonyesha sehemu ya silaha. Maswali yakaja katika upande wa jeshi la Marekani. Je, nguvu hii ya silaha tunazoziona za Irani, je, nyuma yake uwezekana hii ndiyo nguvu halisi, au nyuma yake kuna nguvu ya ziada zaidi ya hii ambayo tunaiona? Pia ikawa ni sehemu ya tukio ambalo lililosababisha mashaka katika vichwa vyao, lililosababisha uoga katika safari yao na maamuzi yao juu ya kuivamia taifa la Irani kijeshi. Lakini sehemu ya tatu, pamoja na kwamba serikali ya Irani imewaonyesha hazina kubwa ya makombora, ikiwemo makombora ya masafa marefu, lakini wameshindwa kubaini kwamba makombora hayo yapo sehemu gani. Narudia tena, yani pamoja na Irani kuchukua hatua ya kuonyesha makombora hayo na hazina kubwa ya silaha, lakini bado Marekani ameshindwa kutambua silaha hizi zinapatikana katika maeneo gani ndani ya nchi ya Irani. Jambo ambalo sasa limemtia uoga zaidi, kwa sababu hajui anayekwenda kupigana naye atatokea upande upi. Tumefahamiana vizuri, yani kwamba adui anakuja kwako, lakini wakati huo huo haujui kwamba atatokea upande gani. Kwa hiyo lazima uingize hofu, kwa sababu kwanza huwezi kujua wapi atatokea, lakini huwezi kujua ni mrejesho gani wa majibu ya kisasi au silaha gani anaweza akaitumia kukuathiri wewe ambaye uliokuja na kuutangazia ulimwengu kwamba unakwenda kwa ajili ya kumdhuru fulani. Lakini sehemu ya tatu ni kwamba Iran imeonyesha wazi kwamba ni moja kati ya nchi ni superpower ndani ya Mashariki ya Kati. Marekani amezoea kwamba ni kawaida yake kuchukulia kwamba kila nchi ni kama vile alivyovamia Iraki,
kuchukulia kama kila nchi ni kama vile alivyoingia Libya na kufunga anga la Libya, kama vile ambavyo alivyoingia Afghanistan na kufunga anga la Afghanistan na kufanya mashambulizi. Kumbe wakati haya yote yakiendelea, Irani anachukua mafunzo, Irani anachukua fundisho kwamba nini kinachohitajika huko mbele iwapo mimi nitadhuriwa au nitavamiwa kama ambavyo walivyovamiwa wenzangu. Kwa hiyo kwa muda wote huu Irani akawa anajiandaa na kuweza kutengeneza nguvu kubwa ya kijeshi. Kwa hiyo Marekani ameshindwa kuivamia Iran kwa sababu hajui uwezo halisi wa Irani ukoje. Lakini pia kwa taswira ya makombora aliyoyaona, anajua kabisa kwamba kuna jambo kubwa linaweza likampata, ikiwemo kuharibiwa vibaya juu ya silaha zake pamoja na meli zake, lakini pia kupoteza rasilimali ya watu kubwa. Na sehemu ya 4 ni kwamba ni kuhofia ile vita ya ukanda, kwamba Irani kwa namna alivyojipanga ana uwezo wa kushambulia sehemu zote ambazo kuna makambi ya Marekani, zaidi ya makambi 47 ndani ya nchi za Mashariki ya Kati. Kwa hiyo Irani ana uwezo wa kufikia, na alitangaza wazi kwamba ukinigusa tu kwa namna yoyote ile, basi hili eneo halitokalika na nitahakikisha kwamba ninazisambaratisha kambi zako, ikiwemo taifa la Israeli. Na hivi leo imetoka kauli rasmi baada tu ya kuona kwamba Marekani ametuma ndege ambazo zinazobeba makombora ya GBU. Haya makombora ya GBU ni makombora ambayo hutumika katika kufukua ardhi na mahandaki ambayo yameficha silaha chini. Kwa hiyo wakati anatuma hayo, lakini wakati huku jitihada za kidiplomasia zinafanyika na bado zinagonga mwamba, Marekani anatuma ndege kwa maana ya maandalizi mengine ya kivita. Wakati huo zile meli alizokuwa amezituma ambazo zilizokuwa zimefika na kuegesha karibu na pwani ya Irani, baada ya Irani kuwa wameweka mstari mwekundu, tayari zimekwisha rejea nyuma mpaka mbali na upeo wa macho, kiasi kwamba hazionekani ziko sehemu gani, kwa kuhofia makombora mazito ya Irani. Sasa hii ni moja kati ya sababu ambazo zinazoendelea kufanya taifa la Marekani na jeshi lake na usupapawa wake duniani kushindwa kuvamia taifa la Irani, kwa sababu amekwisha gundua anakwenda kupambana na mkubwa mwenzake na wala sio mtoto. Sasa kitu gani ambacho kinachopelekea haya? Ndugu zangu, kwanza lazima tufahamu kwamba ulimwengu ambao tunaoishi hapo kabla ya vita ya mwaka 1948, vita kuu ya pili ya dunia, palikuwa kuna utumwa ambao unaoendelea duniani kati ya mataifa ya Ulaya kuja kutawala mataifa ya Afrika, lakini pia kwenda kutawala mataifa ya Asia na kuchukua watu kwa nguvu kuwapeleka katika nchi zao kwa ajili ya kuwafanyia kazi. Lakini sasa utumwa ambao tulionao leo sio ule utumwa tena wa silaha, kwamba watakuja watakuchukua wewe, watakupeleka Marekani kule ukafanye kazi zao, unyanyase, aidha uwawe na kadhalika. Hapana. Utumwa ambao tulionao leo ni utumwa ambao umegawanyika katika sehemu nyingi. Kuna utumwa unaitwa utumwa mamboleo. Tumefahamiana vizuri. Kuna utumwa ambao unaitwa utumwa mamboleo. Sasa huu utumwa mamboleo ni nini? Kuna imperialism of thinking. Sawa? The imperialism of thinking. Yani ule utumwa mamboleo, lakini katika hali ya kutawala fikra za watu, kwamba unahakikisha kwamba ulimwengu mzima unafata fikra zako wewe, na wewe ndio ambao unawapangia namna gani watu waishi. Kwa maana nyingine, ukiweza kuwatawala watu fikra zao, maana yake utakuwa umewatengenezea watu wasione jambo lingine isipokuwa lile ambalo unalowafanyia wewe au unalitaka wewe au unalolielekeza wewe mwenyewe. Kwa hiyo hii imperialism of the thinking, utumwa wa kufikiria, Marekani pamoja na nchi za Ulaya waliweza kufanikiwa kutengeneza vyombo vya habari ambavyo vilisaidia kueneza kacha yao, their culture, thakafa yao, utamaduni wao, mila zao
na maelekezo namna gani watu waishi. Kwa hiyo kwa kupitia mfumo wa vyombo vya habari wakajikuta wametengeneza ushawishi mkubwa sana duniani, kiasi kwamba pakawa hakuna taifa lolote linalotizama jambo isipokuwa jambo hilo litakuwa linatoka kwao, isipokuwa taarifa hiyo itakuwa inatoka kwao. Ikafikia mahala mpaka nchi zetu sisi za Kiafrika, mambo yanayotokea Afrika wao ndio wanatangaza, yani wa Afrika wanachukua taarifa kutoka kwao. Mfano vita ya Burundi, vita ya Kongo na maeneo mengine, kwamba sisi tukawa tunategemea either Ujerumani Deutsche Welle ndio itangaze, either BBC ndiyo itangaze, au Voice of America ndiyo itangaze. Kama ambavyo leo CNN ndivyo ambavyo inavyotangaza habari za Afrika. BBC ndio inatangaza habari za Afrika, kiasi kwamba wamekwisha kutawala kifikra, na kwamba unapotawaliwa kifikra huwezi ukafanya jambo lingine lolote isipokuwa kwa yale ambayo wao wanaoyataka. Na ndivyo ambavyo wamefanikiwa kuzifanyia saitara, kuzimiliki fikra za watu, na kuzipa maelekezo, na hasa na hii ndio inachangia kuharibu vijana wetu kwa sababu ya kufata yale wanaoyaona kutoka katika nchi za magharibi. Kwa hiyo hii inaitwa the imperialism of thinking, yani ukoloni mamboleo katika jambo katika fikra za watu. Lakini pia kuna imperialism of economy, yani ukoloni mamboleo katika masuala ya uchumi. Hii ukoloni mamboleo katika masuala ya uchumi ni jambo gani? Ni kwamba wao wa Marekani pamoja na nchi za magharibi wamefanikiwa kutawala vyanzo vya uchumi vilivyopo katika bara la Afrika, lakini pia vilivyoko katika bara la Asia, lakini pia vilivyoko ndani ya Mashariki ya Kati. Hii maana yake nini? Maana yake ni kwamba kila eneo ambalo lina mawaridul iqtisadia, lina vyanzo vya uchumi, aidha iwe dhahabu, iwe almasi, au umumatan iwe ni madini, au jambo lolote ambalo linalohusikana na chanzo cha uchumi, yani wao ndio watakuwa wamiliki wakubwa na wawekezaji wakubwa katika vyanzo hivyo. Tumefahamiana vizuri kwamba hakuna kitakachoendeshwa katika nchi yenu isipokuwa wao ndio watakuwa wenye maamuzi zaidi, kama vile ambavyo tulivyoona katika nchi ya Burkina Faso kabla ya kuchukua madaraka Ibrahim Traore, kwamba wao ndio walikuwa wamemiliki uranium wa Faransa, lakini mwisho wa siku wao wanapata umeme, halafu katika taifa la Burkina Faso pakawa hakuna umeme. Wao wana huduma nzuri halafu za afya, ukija katika nchi ya Burkina Faso pakawa hakuna huduma nzuri ya afya. Wao wana elimu bora, ukija Burkina Faso hata shule zipo katika hali iliyokuwa mbaya. Kwa hiyo hii inaitwa the imperialism of economy, yani ukoloni mamboleo katika sekta ya uchumi. Wao ndio wana control uchumi wenu ninyi. Wao wanaendelea kuwa matajiri na maisha bora, huduma rahisi, na nyinyi mnaendelea kubakia kama mlivyo. Huduma hazieleweki, elimu haieleweki, shule hazieleweki, yani almuhimu kwamba mnaishi tu kwa bahati mbaya na sio kwa makusudi. Lakini pia swala lingine ni the imperialism of education, ni ukoloni mamboleo katika swala la kielimu, kwamba miongoni mwa mambo ambayo nchi za magharibi zimefanikiwa ni kuteka mtaala wa nchi za Kiafrika na pamoja na nchi za Mashariki ya Kati, kuwafata wao namna ambavyo wanavyotaka. Ikumbuke kwamba elimu ndiyo msingi ambao unaoleta mageuzi ndani ya jamii, na ukitaka kufanikiwa ni lazima ufanye istithmari katika elimu, uwekezaji katika elimu. Sasa ukiangalia elimu ambayo tunayosoma sisi bara la Afrika ni tofauti sana na elimu ambayo wanayosoma wale wenyewe wazungu. Na hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba mitaala yetu mingi tumekopi
lakini kukopi kwenyewe ni kwa kuandikiwa, na sio ile original ambayo wao wanaochukua ya kuweza kuwafanya kukuza fikra zao, kuwafanya kuwa ni wagunduzi. Halafu sisi ndio tunaichukua ile ambayo haifai wametuandikia wao, na ndio tunaipeleka katika kutengeneza watoto wetu. Ikumbuke kwamba shule ndicho kiwanda pekee ambacho kinachotengeneza watu watakaokuja kuishi sanjari na sera ya nchi inavyotaka, lakini sanjari na mahitaji ya nchi yanavyotaka. Kwa hiyo unapofeli katika elimu, maana yake ni kwamba umefeli katika kiwanda ambacho kinachozalisha bidhaa. Sasa ukifeli katika kiwanda ambacho kinachozalisha bidhaa, maana yake bidhaa itakayotoka mle itakuwa haina soko. Ndio maana leo utaona kwamba tuna vijana wengi sana wamesoma, tuna maengineer wengi sana wamesoma, lakini bado tunashindwa kuleta mageuzi chanya kwa kupitia elimu ambayo tulionayo. Hii yote nini? Ni kwa sababu ya ukoloni mamboleo, the imperialism of education. Ni ukoloni mamboleo katika sekta ya elimu. Lakini pia kuna imperialism of health, kuna ukoloni mamboleo katika upande wa afya, yani zai, kwamba leo hii sisi hatuna uwezo wa kutengeneza dawa zetu na zikakubalika bila kupitiwa na shirika la afya duniani. Lakini wao wanapotengeneza dawa, maana yake zinakubalika na ndizo ambazo wanazozileta huku na sisi tunazitumia. Lakini wakati wanazileta huku, inakuwa kuna baadhi pia zinahusika na maswala ya kupunguza kizazi cha Kiafrika, kupunguza idadi ya watu duniani, lakini pia zimekuwa wakati huo huo zikizalisha magonjwa mengine. Hii yote ni kwa sababu gani? Kwa sababu wao katika vitu ambavyo wamefanikiwa ni kuigeuza huduma ya afya kuwa ni sehemu ya biashara zao na sio sehemu halisi ya kuhakikisha kwamba tunatengeneza afya bora za binadamu. Na nchi za Kiafrika tumeridhika kwamba hatutaki kutengeneza dawa zetu wenyewe ili tuweze kuwa na afya iliyokuwa bora na kutengeneza afya bora kwa raia zetu. Umeona tatizo linapoanzia hapo, kwamba Waafrika tumekuwa ni watu tegemezi zaidi na kutoamini akili zetu na kuamini kile ambacho wenzetu wanakianzisha kwa lengo la biashara. Ndio maana sasa wanakuletea maradhi. Wanapokuletea maradhi, lakini wakati huo wameandaa na vifaa maalumu kwa ajili ya kwenda kuchukua vifaa hivyo, tena kwa kutoa pesa, ili mwisho wa siku wakuletee vifaa hivyo. Kwa mfano, leo unaweza ukaumwa moyo, lakini mwisho wa siku ili utibiwe huo moyo, italazimika kwamba pawe kuna kifaa maalumu kwa ajili ya moyo. Kifaa hiko unakitoa wapi? Ni lazima uende katika nchi zao ununue, kwa sababu wao ndio wanamiliki hiyo teknolojia. Kwa hiyo lazima ununue. Sasa unaponunua, maana yake ni kwamba huko gharama itakuwa ni kubwa kutoka kwa mgonjwa. Umefahamu vizuri? Itakuwa ni kubwa kutoka kwa nani? Kutoka kwa mgonjwa. Ndio maana unakuta mtu anaumwa moyo, gharama inakuwa ni kubwa zaidi. Gharama yake inakuwa ni kubwa zaidi kupata matibabu. Unaumwa figo, gharama inakuwa ni kubwa zaidi kupata matibabu, ni kutokana na dawa ambazo zinatengenezwa kwao, wamezigeuza kuwa ni sehemu ya biashara. Sasa hii inaitwa the imperialism of health, ukoloni mamboleo katika mambo ya afya. Lakini pia kuna ukoloni mamboleo katika masuala ya engineering structure, yani miundombinu. Namna gani kwamba kwetu sisi mtu anaweza akasoma akawa msomi mzuri na kadhalika, engineer mzuri, lakini unapomleta katika almaidani, unapomleta katika tadribul maidani, sehemu ya field sasa kufanya kazi, unakuta anafeli. Kwa sababu gani anafeli? Kwa sababu ni kwamba elimu anayochukua haimruhusu, anachukua kama theory, sio practice, kwamba anaichukua kama mtazamo na nadharia, lakini sio katika utendaji. Sasa utaona kwamba nchi ya Iran ni moja kati ya nchi ambazo zinazojitambua, ambazo zimejielewa, ambazo zinajua umuhimu wa wao kuwa ndani ya Mashariki ya Kati, lakini pia wanajua umuhimu wa namna gani wanavyotakiwa kutengeneza kizazi chao,
wanajua umuhimu wa namna gani wanatakiwa wajilinde, lakini pia wakati huo huo nchi ya Iran inatakiwa kuwa ni superpower ndani ya Mashariki ya Kati kwa elimu ya teknolojia. Wanatakiwa ni superpower katika masuala ya uchumi. Wanatakiwa kuwa ni superpower katika masuala ya mawasiliano, katika sekta za mawasiliano, lakini wanatakiwa kuwa ni superpower katika kuandaa miundombinu iliyokuwa bora, lakini wanatakiwa kuwa ni superpower kuwa na nguvu kubwa ya silaha za kijeshi zinazokwenda sanjari na uchumi wao. Sasa moja kati ya vitu vitakavyo wahakikishia kwamba wao ni superpower in the world ni lazima wahakikishe kwamba wanamiliki nyuklia. Jambo ambalo sasa Marekani hataki Irani amiliki mabomu ya nyuklia au makombora ya masafa marefu ICBM au makombora ambayo yatakayozidi makombora alionayo taifa la Israeli. Katika nadharia ya namna hii ya kuwaziwia kwamba Irani isiweze kumiliki na kuzalisha makombora hayo, maana yake huu ni mpango na mkakati na utaratibu ambao umekuwa unatumiwa zaidi na viongozi wa nchi za magharibi wakiwemo Marekani kuziwia mataifa mengine yanayoizunguka Israel ndani ya Mashariki ya Kati wasiweze kumiliki silaha hizo. Na wakati huo huo wanaipa ruhusa taifa la Israel kuweza kuzalisha makombora hayo, kuweza kuzalisha silaha hizo dhidi ya mataifa mengine bila hata kufata kanuni za jopo la silaha duniani, kwamba yenyewe inazalisha kwa namna inavyotaka huku mataifa mengine yakifanya yakiminywa. Na huu ni utaratibu ambao unaotumika na mkakati wa kutaka kudhoofisha mataifa mengine na kulifanya taifa moja ndani ya Mashariki ya Kati ambayo ni Israel kuwa ndio superpower ndani ya Mashariki ya Kati, jambo ambalo limepelekea kukwamisha mazungumzo ya kidiplomasia yaliyoitishwa na Marekani pamoja na Israel ya kumtaka Iran apunguze uzalishaji wa uranium ambayo tayari alikuwa amekwisha iayusha. Aache kuzalisha uranium, lakini pia asizalishe silaha za masafa marefu, lakini ambayo ni makombora ya ICBM, jambo ambalo Irani amelikataa katukatu. Amesema kwamba katika staili na sharti kama hizo hawawezi wakakubali kwa sababu wao ni taifa huru. Hawawezi wakakubali kwa sababu wao wanatengeneza si kwa niaba ya kumdhuru mtu, bali ni kwa niaba ya kujilinda wao wenyewe. Lakini pia wana haki ya kutengeneza kwa sababu ya usawa. Mataifa yote yako sawa na hakuna taifa fulani ambalo lina haki juu ya taifa lingine. Kwa hiyo unaweza ukaona namna gani mkakati ulivyo, namna gani taratibu ambavyo zinavyokwenda. Ilhali wakati huo huo pamekuwa kuna shinikizo kubwa sana la kutaka kutoka Israel kwenda Masri, la kutaka Masri aache na yeye kukusanya nguvu zake kubwa za kijeshi ambazo zimekuwa ni tishio au kuleta hali ya taharuki na wasiwasi dhidi ya taifa la Israel kwa kile ambacho kinachoendelea katika ulimwengu tulionao. Ndugu zangu, hana waktu intihai Rais Donald Trump. Umefikia wakati sasa wa kumalizika kwa Rais Donald Trump kuondolewa madarakani kutokana na kashfa nzito ambayo inayoendelea kumwandama. Na hii inatokana na kila siku zinavyokwenda Wizara ya Mambo ya Haki ya Marekani, Wizara ya Mambo ya Maadili ya Marekani imeendelea kutoa klipu mbalimbali za video ambazo zinazomhusisha rais wa Marekani Donald Trump aweze kutokana na kashfa ambayo inayomkabili
ya vitendo vya ukatili wa kijinsia, mauaji, ubakaji, ulawiti kwa watoto wadogo wa kike, lakini pia kula nyama za watoto hao kwa sababu katika kisiwa cha Jeffrey Epstein. Na kadhia hii imekuwa ni kadhia ngumu sana, ambayo inaonekana tayari kwamba bunge Congress la Marekani limeweza kupiga kura ya ndio ya kumtoa madarakani Rais Donald Trump, ili sheria iweze kufuata mkondo wake kwa asilimia takriban 68 dhidi ya 32. 68 wamekubali kwamba Rais Donald Trump anatakiwa ajiuzuru na achie madaraka, lakini pia asilimia 38 ndio wanaunga mkono kwamba aendelee kukaa madarakani. Lakini wakati huo huo pamekuwa kuna wimbi kubwa la waandamanaji ambao wanazidi kuongezeka kutokana na kile ambacho wanachokiona kwamba kimekuja kufedhehesha Marekani, kimevunja haki za kibinadamu, kimevunja heshima ya White House, lakini pia kimevunja heshima kwa taifa ambalo taifa hilo ndilo lililokuwa linaongoza misamiati juu ya haki za kibinadamu, lililokuwa linaongoza misamiati juu ya haki za wanawake, lililokuwa linaongoza misamiati juu ya haki za watoto ulimwenguni. Lakini cha ajabu kwamba Donald Trump, ambaye yeye pia alikuwa yuko mstari wa mbele katika kutetea mambo hayo, kumbe ndio shaitani mkubwa ambaye pia na yeye alikuwa ni sehemu ya watu wa karibu